Yesu asifiwe. Najua nimesimama na saa 5:52. I stood up at 11:56. No, 52. 56. Naona masaa yamekwenda, lakini sio mimi nimeyapitisha. I see time has gone, but it's not me. Basi tuende na neno letu, tusome pale kwenye tulikwenda kusomewa katika Wakorintho wa kwanza. We're going straight to our word. We're going to read through where we read before. Sura ya 13 mstari wa 4. Tungesia 8 lakini tuishie hata 6. 13-14. Neno linasema upendo huvumilia, ufadhili, upendo uhusudu, upendo au takabari, au jivuni, au kosi kuwa na adabu, au tofauti mambo yake, au honi uchungu, au hesabu mabaya. Mungu wetu, muumba wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na ulitaka leo tusimame mbele ya wana wako. Tunaomba wewe utukufu wako uonekane na wetu uwe chini. Tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu ziwe pamoja na sisi na ziwe pamoja na wale watakaosikia neno lako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Neno letu la leo ni swali. Our word of today, it's a question. Hapa tulikwenda kusoma, kunazungumziwa maneno juu ya upendo. Here where we read, it's about love. Swali letu ni kwamba upendo ni nini? Our question is, what is love? Upendo ni nini? What is love? Mara tunapouliza juu ya neno upendo, once we ask about a question about love, vinakuwa vigumu kueleza. It becomes harder to understand. Watu wanapenda kueleza mambo yanayotendwa na upendo. Some people will talk about things that are done with love. Na ndio maana hapa kwenye tulikwenda kusoma, that's why when we read, tunakuta wanaeleza mambo ambayo upendo inafanya. We see that they're talking about things that love do. Ndio maana wanasema upendo hauvumilii, unavumilia. That's what it says. That's why it says love is patient. Upendo hauhesabu mabaya. Love does not count wrong. Tunakuta hata tukiulizana hapa upendo ni nini, tutapata majibu tofauti. Even when we ask each other here about love, what is love, we'll get different answers. Msomaji atusomee kwanza Wakorintho wa kwanza sura ya 13, waanze pale 3. Our reader will read 1 Corinthians 13 starting from 3. 13:3 nasema, tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Swali lingali linaendelea tu. The question continue. Biblia iko wazi inasema ya kwamba hata ninaweza kutoa mali zangu zote. The Bible is open. It says, even though I give all my treasures, niwagawie maskini, and give it to poor, aidha nitoe mwili wangu uungue moto kwa ajili ya watu, burn my body because of people, kama sina upendo havinifaidi kitu. Without love, it does not is nothing to me. Sasa upendo ni nini? So what is love? Na watu wengi hudhania kwamba mtu mwenyewe anayepana vitu ndio ana upendo. A lot of people think those who give are the one who loves. Mtu ambaye anasaidia wa maskini ndio ana upendo. The one that help poor people is the one that has love. Sasa tena hapa maandiko iko sawa vile yanakwenda kutuchanganya. So here it's like scripture is kind of confusing us. Sasa upendo ni nini? So what is love? Basi tuende tuone jibu sahihi ya upendo ni nini. So we're going to see the correct answer on what is the love. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Msomaji, soma Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 8. We're going to read waraka wa kwanza wa Yohana. 1 John 4:7-8. Waraka wa kwanza wa Yohana 7:8 nasema, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Haleluya. Praise God. Mungu ni nini? What is God? Yaani upendo ni nini?
ni Mungu. That is love. What is love? Love is God. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Ukisema upendo unasema Mungu. Once you say love, you say God. Na kwa sababu Mungu haonekani kwa macho, And because God is not visible through our eye, tunakwenda kumuona kwa tabia. we'll see him through our behavior. Hawezi kuwa na upendo ikiwa hujamkaribisha Mungu katika maisha You yako. cannot have love if you haven't welcomed God through your life. Na ikiwa unamkaribisha Mungu katika maisha yako, If you welcome God in your life, ni sharti uwe na upendo. it's a must to have love. Basi tuendelee. Soma Wagalatia We're going to read Galatians sura ya 5 mstari 22 hadi 23. chapter 5. Tuone upendo jinsi ulivyo. Wagalatia 22:23. Lakini tunda la Roho ni upendo. Twende pole pole. Lakini tunda la Roho ni nini? Ni upendo. But the fruits of love, the fruits of spirits is love. Kuna walimu wengi wanafunza ya kwamba kuna matunda 9 ya Roho Mtakatifu. A lot of teachers who teach that there's 9 fruits of Holy Spirit. Lakini Biblia inasema ya kwamba lakini tunda la Roho ni nini? Ni upendo. But the Yaani Bible says, but the fruits of spirits is Kuna- love. kuna tunda moja la Roho Mtakatifu There's one fruit of Holy Spirit ambao linaitwa upendo. that is called love. Bwana Yesu asifiwe Praise sana. God. Ngoja tulinganishe hili tunda. Let's compare with this fruit here. Kuna tunda moja la Roho Mtakatifu, There's one fruit of Holy Spirit, lakini hilo tunda linaitwa upendo. but that fruit is called love. Lakini kwa hili tunda upendo linakwenda kugawanyika mangine 8 katika upendo. But- Linagawanyika katika sehemu 8. But with this fruit, love, it's divided into 9 parts. Na katika hizi sehemu 8 And this 9 parts, zikienda kupatikana kwako, once they are found in you, hapo tutasema wewe una Roho Mtakatifu. we're going to say you have Holy Spirit. Kwa hiyo uangalie kwa hayo mambo tutakayoyataja hapa kwa umakini. Now look into these things that we'll mention here carefully. Ikiwa una Roho wa Mungu, If you have the Holy Spirit, ikiwa unaongozwa na Roho wa Mungu, if you're being led by the Spirit of ni God, sharti haya mambo 8 yapatikane it's a kwako. mass of these 9 things being found in you. Bwana Yesu asifiwe Praise sana. God. Neno la kwanza The first thing, ni furaha. it's happiness. Furaha. Happiness. Furaha ya moyo wako. Happiness of your heart. Hatutasoma lakini unaweza kuangalia Matendo ya Mitume 13 na mstari wa 52. We're not going to read, but you can look through Acts of Apostles. Unakuwa na furaha ya wokovu. You have happiness of Furaha ya salvation. kutumika kazi ya Mungu. Happiness of doing the work of God. Furaha ya kusikia neno la Mungu. Happiness of listening to the word of God. Pamoja na hiyo unakuwa na furaha na watu wengine. With that, you have happiness with other people. Wakati nilifika hapa niliingia kwenye kanisa moja, Once I came here, I went to one church. nikakuta mzee moja I saw an elder. kwa kusalimiana naye kwa kupana mkono hivi. Once I greeted him, Anaona havitoshi. he saw it was not Mpaka enough. akukumbatie. He wanted to hug you. Furaha aliyo nayo kwa watu wengine. So much happiness that he had through other Bwana people. Yesu asifiwe sana. Praise God. Lakini pamoja na hiyo amani. But within all that, Neno la peace. pili ni amani. The second thing is peace. Ikiwa wewe una Roho wa Mungu, sharti uwe na amani na Once watu you have the Holy wengine. Spirit of God, you gotta have peace with other people. Lakini kwanza amani yako mwenyewe. But your peace within you first. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Unaridhika na kisi yale mambo Mungu anakupatia. You are gracious with what God has given to you. Unaridhika na uumbaji wa Mungu kwako. You are great. You are thankful with what God has made you. Hata uwe na uchumi mdogo unaridhika na hiyo, inakupa amani. Even though you might not have enough money or treasure, you are happy with that. Ni kwa Filipi 4 sura ya 7 unaweza kuona hayo. Philippians 4:7, you might see that. Okay. Na vile vile inapaswa uwe na amani na watu wengine. You gotta have peace with other people. Ukisoma Waebrania 12 na mstari ule wa 14, Once you read the book of Hebrew 2 to 14, inasema tafuteni kuwa na bidii na watu wote. it says, seek to have peace with everyone. Na utakatifu, hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. And with holiness, nobody's going to seek God if you're not holy. Neno lingine linaongezeka hapo, utakatifu. Another word is added there, holiness. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Pamoja na hiyo uvumilivu. With all that, patience. Ujiangalie ikiwa wewe ni mvumilivu, yani Roho wa Mungu yuko ndani yako. Look, if you are patient, that means the Holy Spirit of God is within you. Unavumilia nini? What are you patient on? Unavumilia mambo mabaya wanayokutendea. You're patient through bad things that people are doing. Unavumilia mambo mengine watu wanakutendea mabaya. You're being patient because of things,
or things that people have done for you. Siku moja tulipokuwa pale kwetu, One day when we were home, mtu mmoja alitwanga mkuki nguruwe wa baba. one person killed a pig of my father. Habari ikamfikia baba. My dad received the notice. Akasema yule nguruwe aletwe. He said, bring the pig. Tukamkatakata. We chopped the pig. Tukasikia habari kumbe alimchoma mkuki ni mwinjilisti wa kanisa. We heard the person that killed the pig was one of the evangelists of the church. Baba mwalimu wa kanisa na huyo aliyechoma mkuki ni mwinjilisti wa kanisa. The teacher of the church, which was my father, and the one who killed our pig was tena alikuwa mtu kama mgeni hajakawia sana kule kwetu. Was like a new person. He haven't been there for a long time. Kanisa likakaa kimya lisikilize mwalimu atasema nini. The church remained silent to see what the teacher is going to say. Wapagani wakatazama wasikilize mwalimu Mkristo atafanya nini. The pagans, they all listened to see what the church teacher would do. Tulipokata ule nguruwe baba akasema wekeni mguu kwenye sinia mwende kupatia mwinjilisti. Once we chopped the pig, my dad gave a thigh and said to give to the evangelist. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Uvumilivu. Patience. Watu wote wakashangaa. Everybody was astonished. Hata yule mwinjilisti alikuwa na baridi kuja kanisani. Even the evangelist was scared and shy to come to church. Baba akawa anamwendea kila mara. But my father visited him. Kwa nini unaogopa kwenda kanisani? Why are you scared of coming to church? Kwa nini uliua nguruwe tu? Just because you killed a pig. Ni kwa ajili yako tu umekula nyama. Just because of you we ate the meat. Praise God. Na kupitia hiyo alipata nguvu akarudi kanisani. Through that he got energy to church. Praise God. Pamoja na hiyo utuwema. Because of that, we got to be trustworthy. Mtu wa Mungu ni mtu mwema. A person of God has a goodness. Ni mtu anaishi vizuri na watu wengine. Is a person who lives good with other people. Matendo yake yanashuhudiwa vizuri na watu wengine. His deeds are being testified by other people. Utaangalia kwenye Kolosai 3:12. Colossians 3:12. Pamoja na hiyo fadhili. With all that goodness. Fadhili, mtu wa Mungu anapaswa awe na fadhili. The person of God must have goodness. Hapa ndio kunakuja kuwafadhili watu wengine. We're here to be good to other people. Aliyepungukiwa wewe unamsaidia. The person who does not have, you help them. Aliyekosa nguo unamsaidia. The one who does not have clothes, you help them. Unakuwa mfadhili wake. You become goodness to other people. Na hapa ndio watu wengi wanashikilia ndio upendo. And here is where a lot of people think this is what love means. Lakini Biblia ilikataa pale. But the word of God has denied that. Kwa sababu gani? Because kuna wengine ambao wanafanya hivyo lakini hawana Mungu. Because there's other people who does the same thing but they don't have. Na hawana upendo wa Mungu. They do not have love of God. Kuna tofauti kati ya upendo na maadili. There's a difference between a love and tradition. Kuna watu ambao familia yao ina maadili mazuri. There are people who the family have good traditions or behaviors. Hawanywi pombe. They do not drink. Hawavuti bangi. They do not smoke alcohol. Hawakwake wanagombana na watu wengine. They do not fight with other people. Lakini hawamjui Yesu. But they do not know Jesus. Hawajapokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha wao. They have not received Christ to be a Lord and Savior of their life. Lakini hata wasaidie watu. But even though they help people, hawana upendo. They do not have love. Tulisoma upendo unatoka kwa nani? We read Mungu ni upendo. Ni upendo. Na God is love. Mwenyewe hana Mungu hata afanye vingine vyote hana upendo. Who does not have God, no matter what he does not have. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Pamoja na hiyo, kitu kingine utaangalia katika maisha yako. With all that, you're going to see another thing. Uaminifu. It's trustworthiness. Uaminifu. Trustworthiness. Taasisi zote za ulimwengu zinapenda kutumika na uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Serikali inapenda watu waaminifu. The government wants trustworthy people. Watu wa mashirika wanapenda kutumika na uaminifu. Non-profit organization want people who are trustworthy. Na kanisa vile vile inapenda kutumika na uaminifu. And even the church wants people who are trustworthy. Kutumika kwa uaminifu utakusaidia kujitoa vizuri kikamilifu bila kusukuma katika kazi. Being trustworthy will help you give yourself without being pushed. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Mtu ambaye anatumika kwa uaminifu
anachukua ile kazi kama ya kwake. A person who's trustworthy, he takes that job to be as it is his. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Uaminifu wako utaonekana hata kwa kutoa sehemu kuu. Your trustworthy will be seen even by giving the tenth. Wakati unapokea dola 2,000 kwa mwezi, By the time you receive $2,000 a month, kutoa kwa uaminifu unatoa dola 200. giving in a trustworthy, you give $200. Lakini ukitoa dola 190, But once you give 199, haujatoa kwa uaminifu. you haven't give with Mpaka trustworthy ueneze 200. until you complete the 200. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Uaminifu ni jambo la muhimu sana, Trustworthiness is a good thing, kwa sababu neno la uaminifu likionekana, Yesu anatukuzwa. because once a trustworthy word is seen through you, Christ is praised. Ukiangalia Hesabu 12 na mstari wa 7, Once you see Numbers 12:17, 12 na mstari wa 7, 12:7, Mungu alimwambia Musa ya kwamba God told Moses that ataongea na watu wote kwenye mafumbo na ndoto, he will talk to a lot of people through dreams and parables. lakini kwa yule Musa mtumishi wake mwaminifu, But because Moses, but to Moses, who is a trustworthy servant, ataongea naye kimya kwa kimya. he will talk to him face to face or mouth to mouth. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Tungali hapa kwa uaminifu. Siku moja pale kwetu, We're still here on trustworthiness. One time back home, pale shuleni tulikuwa na mfuko wa masomo. at school, we had a school treasure. Walimu walifanya mfuko wao, wakawa wanajiwekea pesa zao tena na kuzikopa. The teachers have done a treasure for school where they lend the money and they invested the money. Sababu nilikuwa pia mwalimu wa masomo. Because I was a teacher of school. Sasa mfuko haukuwa uendeki vizuri. The treasure was not going as we planned. Siku moja walimu akasema hapana, tuangalie kwanza, tuchambue Wakristo. One time the teacher decided to choose Christians. Mara hiyo tuchambue Wakristo wabebe mfuko wetu. They said, let's choose Christians so they can lead our treasure. Kwa wale walimu zaidi ya 45 wakanishota kidogo. Within those teachers, more than 35, they pointed me. Kwa hiyo mwalimu, wewe ndio utabeba mfuko wetu. They said, teacher, you're going to be the one who's going to lead our treasure. Basi nikakubali. Yes, I accepted. Baada ya miezi kadhaa wakaja kufanya ukaguzi. After a few months, they came to check. Wakaangalia vitabu vyao vyote. They looked through their books. Wakasema, mzee, mje mnyumba, pesa zetu kwa sasa ni 500,000 za mashilingi. They say, our elderly, you can get inside. Our money is within 5 lakhs of shillings. Kawaambia mrudie kwanza vizuri. I told them, repeat. Akasema, bwana, tulishapiga na hesabu, wewe kama unapoteza pesa za watu kazi yako. They said, we already count. If you lost people's money, it's on your own. It's on you. Wakarudia wakaona ni zile tena 500,000. They repeated. They saw the money was the same, 5 lakhs. Nikaingia mnyumba nikawaletea hizo pesa zao. I went inside and I took the money. I gave it to them. Nikawaambia pesa zenu ni 700,000. I told them, your money is 7 lakhs. Kama niwaambia mrudilie, mlikuwa mnakosea hesabu. If I told you to repeat, it's because you guys were wrong. Wote wakalalamika. They were all amazed. Wakanyamaza. They remained silent. Baadaye wakakuta kusema, And then later they were like, hey, tulifanya vizuri. we did great. Ndio maana tuambia tuchague Wakristo. That's why I told you to choose Christians. Na baadhi yao mlikuwa wapagani. And within them, there were pagans. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Kwa ajili ya uaminifu jina la Bwana lilitukuzwa. Because of trustworthiness, the word of God, the name of God was praised. Lakini pamoja na hiyo, But with all that, neno lingine ni upole. another word is being gentle. It's gentleness. Uangalie, ukiwa na roho wa Mungu sharti uwe na upole. See, if you have the word of God, the Spirit of God, you're going to be gentle. Ukiangalia Mathayo 5, sura ya 5 mstari wa 5, If you see Matthew 5, chapter 5, verse 5, inasema heri wenye upole, maana hao watarithi nchi. it says, greatness are the ones who are gentle, because they will be the one who will conquer the earth. Lakini upole ni tofauti na ukimya. But gentleness is
different from being quiet. Unaweza kuwa mkimya lakini wewe ni mkali. You might be a quiet person, but you are an angry person. Na kuwa upole si kwamba hauwezi kuongea. And being gentle doesn't mean you can't talk. Yesu alikuwa mpole lakini alikuwa anakemea dhambi. Jesus was gentle, but he was denouncing sin. Hakukubaliana na neno lolote lililo ovu. He did not accept anything that was wrong. Ndio maana alikwenda kufukuza watu waliofanya biashara ndani ya hekalu la baba yake. That's why he kicked people out who were doing business in the temple of his father. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Naona tuko karibu kumaliza. I think we are getting closer to getting finished. Pamoja na upole, Wakristo wanatakiwa kuwa na majibu ya upole. With gentleness, Christians are supposed to have answers that are gentle. Sababu Biblia inasema ya kwamba jibu la upole hutuliza hasira. Because the Bible says a gentle answers calm anger. Ni kwa Mithali 15 mstari wa kwanza. It's on Proverbs 15, chapter 15, verse 1. Siku moja pale nyumbani, one day back home, tulipokuwa kwenye kazi fulani, when we were working, tulikuwa nikikatakata tumiti twangu ili niende kutengeneza nyumba ya mama nyumbani. I was cutting trees so I can go and build my mom's house. Sasa siku moja nilienda kuangalia ile miti. So one day when I went to see those trees, nikakuta imebebwa na mtu mwingine. I saw that somebody had stolen it. Tukaniambia ni mmoja wao ambao mnatumika na wao. They told me it's one of the person that you're working with. Nilipokuja nyumbani kwa ule bwana, when I came home to that person's house, nikakuta kweli ile miti iko pale. I found those trees were there. Ni kweli bwana alibeba ile miti yangu. I was like, yeah, it's true. This person took my trees. Nikamfikia. I went to him. Nikamwambia bwana, I told him, ulifanya vizuri sana. You did a great thing. Waliniambia kwamba umenisaidia kuniletea hiyo miti. They told me you helped me bring in those trees. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Hakuwa na neno lingine. We did not have another one. Alisema ni kweli miti yangu iko. He was like, yes, your trees are here. Na nikaichukua. Bwana Yesu asifiwe. And I took them. Praise God. Jibu la upole lilimtuliza. A gentleness answer calmed him. Lakini ningeenda kusema bwana, wewe kumbe uko mwizi. But if I went and condemned him saying you are a thief, nadhani vita vingetokea hapa. it would have been war. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Lakini neno la mwisho, but the last thing ambalo litakusaidia kuangalia kama una roho wa Mungu ndani, that will help you to see if you have the spirit of God within you. Kiasi. Limits. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kiasi. Limits. Kiasi ni uwezo. Limitation, it's a concept. Wa kudhibiti mambo yasipite mipaka. To be able to prevent things to pass a certain limitation. Kwa mfano Biblia inasema ya kwamba tuombe bila kukoma. For example, the Bible says to praise pray without ceasing. Lakini kama tunaweza kujiundia sheria nyingine ya kuja kuomba kila siku wapi? If you can create another law to come and pray every day here, ya kazi yote tuache and leave other jobs, tutakosa kulipa manyumba, we will be unable to pay tutafukuzwa kwenye makazi, rents, and we will be fired from jobs, na Mungu atatucheka. And God will laugh at us. Kwa hiyo mtu wa Mungu ni sharti tuwe na kiasi kwa kila jambo. The man of God is good to have limitation on everything. Kiasi kikikosa kinaleta manunguniko. Without limitation there will be sorrow. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Tuinamishe vichwa vyetu. Let's pray. Tuangalie katika huu mwaka ambao tumepita. Let's see throughout the year that we Mwingine kwa haya mambo manane, within these 9 things ambao yanaonyesha wewe unaongozwa na Roho Mtakatifu. That shows that you're being led with the Holy Spirit. Pengine kuna yale yalipungua. Maybe there are things that were decreased. Pengine ulikosa uvumilivu kwa mambo fulani. Maybe you didn't have patience from certain things. Pengine ulikosa furaha ya wokovu. Maybe you did not have happiness of salvation. Pengine kuna mambo ambayo yalikufanya usiitwe mtu mwema. Maybe the things that were made to not call you a good person. Upandishe kidole tu watu wa Mungu wakuombee. Raise your hand so the men of God can pray for you. Ili mwaka huu so that this year utumike kazi ya Mungu kwa uaminifu. You can do the work of God. Pengine mwaka uliopita ulikosa amani. Maybe last year you did not have peace. Kwa ajili ya matatizo fulani. Because of certain problems. Kwa ajili ya misiba. Because of kwa ajili ya kutindikiwa na uchumi. Because of not having enough financial stable. Utakosa amani. You're not going to have peace. Pengine ulikosa hata amani na watu wengine. Maybe you just don't have peace with other people. Neno la Bwana linasema kwamba kuja. The word of God says come so you can have mwaka ambao tunaenda na mwaka mpya. This new year.
ili kueneza hayo mambo yote ya tunda la Roho. So you can complete all these things of Tunda la Roho lionekane ndani the yako, fruit of God. So the fruit of God can be seen through you. ili uweze kutenda kazi ya Mungu ipasavyo. So you can love the job of the work of God as. Usipokuwa na Roho wa Mungu, If you don't have the love of God, unachodanganywa. you're lying to yourself. Biblia inasema ya kwamba The Bible says aliye na Roho wa Mungu ndio mwana wa Mungu, the one who has the Spirit of God is the child of God. na yeye ndio mwana wa kanisa. And he is the Lord of the church. Tusipokuwa naye hatuna sehemu ambayo tutaenda. If we don't have him, we don't have nowhere to go. Basi ikiwa kuna mtu ambaye anaweza kuja So if there's anyone who wanna come, au anaweza kuona ya kwamba ndani yake or once he's seen within him, kuna neno lilipungua, there's something that was different. atanishi kidole ili watu wa Mungu You waone. can raise your hand so people of God can pray. Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wa. Bali makapi yote yatatupwa